touch na kuondoa unayemtesa. Mwisho leo, mwisho leo, ondoka, nenda, 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 nenda. Mwachie huyu dada, achia, ananchi, ananchi, moto, 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 moto. Moto, 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 kimbia, 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 kimbia na ndani yake. Mwachie, mwachie, mwachie wewe mama. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Huna nafasi ndani yake. Huna njia ndani yake. Na kukemea wewe kwa damu ya Yesu. Toka ndani yake. Ondoka, ondoka, ondoka. Mwachie, mwachie. Achia maisha yake. Chomoka. Acha olewe huyo. Acha apite huyo. Ulipompitisha, tunakataa, 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 tunakataa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninaachia moto. Ninaachia moto. Ninaachia moto dhidi ya wachawi, dhidi ya majini katika jina la Yesu. Iwe ni saa yako ya ukombozi, iwe ni saa yako ya kufunguliwa. Ninafuta unyao wa miguu yako tangu enzi na enzi ulipokanyaga katika jina la Yesu. Pona nochi. Isha kapara makapa. Sema nakataa. Ondoka ndani yangu. Yupo mtu hapa anaota kufa na moyo wake yaani amekaa na mawazo ya kufa tu. Roho Mtakatifu ananiambia hivyo. Kuna mtu yuko yani amekata tamaa kabisa. Atakufa. Yani ameona hapa hapana, yani nimeshafika mwisho, nimechoka. Nakataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Ondoka, 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 ondoka ndani ya mtu uliotokea mkoani, uliotokea mkoani, mchawi mmoja, mchawi mmoja. Mwaka ulipo, mwaka ulipo, kwa jina la Yesu nakukemea, kwa damu ya Yesu nakutoa, kwa jina la Yesu nakukemea. Achia, 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 achia. Roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti ndani yako itoke, 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 itoke. Itoke hiyo roho ya kifo katika jina la Yesu. Itoke, iondoke ndani yako. Nakataa aliyepanga ufe, anayekuletea hamu ya kufa kwa jina la Yesu. Tunaangusha hiyo roho, tunaitoa hiyo roho katika jina la Yesu. Toka pale ulipo, toka pale ulipo. Roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo roho haina njia tena. Tunaifunga kwa jina la Yesu. Ni saa yako ya kubarikiwa, ni saa yako ya kuishi katika jina la Yesu. Kamata tumbo lako, kamata kitovu. Tunakimbiza roho za utasa, tunakimbiza roho za maumivu ya tumbo uliowekewa kwamba hapana usizae tena. Uzao wako umekuwa ni wa shida, lango lako limekuwa la uharibifu. Tunalikataa hiyo roho, tunaipinga hiyo roho, tunaivunja. Haya, toka tumboni, toka tumboni, toka tumboni. Uliyeibiwa vazi, uliyeibiwa nguo yako ya ndani, waliokamata mzunguko, waliokamata siku zako, waliokamata siku, waliokamata siku. Choka, 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 choka. Tumbo lake liachiwe, 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 liachiliwe. Achia tumbo lake, achia tumbo. Tash, moto, 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 moto kwa jina la Yesu, moto kwa damu ya Yesu. Achia tumbo lake, achilia tumbo, achia tumbo. Maumivu ya tumbo chini ya kitovu na yang'oa kwa jina la Yesu. Waliopanga uharibifu juu yako, wanasema ni magonjwa, wanasema ni PID, wanasema ni fungus, kwa jina la Yesu nakomesha. Toka tumboni mwake, toka tumboni mwake, toka tumboni mwake. Waweza kuibiwa uzazi, waweza kuibiwa mayai, waweza kuibiwa vita kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, aliyeweka vita juu yako, aliyeweka vita juu ya tumbo hilo, ayaachia, ayaachia, ayaachia. Tapika, 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 tapika uliomezeshwa, tapika uliolishwa, tapika uliolishwa, tapika uliomezeshwa. Anointing, moto upite, moto upite, moto upite, moto upite. Hiyo nyoka tumboni itoke, hiyo nyoka tumboni itoke, hiyo kitu kinachotembea tumboni, hicho kitu kinachotembea tumboni kiondoke, 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 kiondoke. Kuna roho inatembea tumboni, kuna roho inatembea tumboni, kuna kitu kinachotembea tumboni, kuna kitu kinahama kinatembea tumboni mwako. Naitoa hiyo roho ya majini, naitoa hiyo roho ya mapepo kwa jina la Yesu. Ni saa yako kufunguliwa, ni saa yako ya ukombozi kuanzia sasa. Aliyefunga tumbo lako linafunguliwa sasa. Pokea uzazi, pokea uzazi, pokea uzazi, pokea uzazi. Tumbo la uzazi, tumbo la uzazi, tumbo la uzazi. Yupo mtu ametafuta mtoto kwa muda mrefu, hajapata mtoto tena, hajapata neema tena. Amekuwa na hamu ya mtoto, amekuwa na hamu ya mapacho. Kuna adui amefunga, kuna mchawi amefunga. Nafungua hiyo njia, ninafungua hiyo njia. Tumbo lako liachiliwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tumbo liachiliwe, tumbo liachiliwe kwa jina la Yesu. Nafuta hiyo roho ndani yako.
Yesu. Nang'oa kila madhabahu iliyoshika tumbo lako ikakatike kwa jina la Yesu. Keti pale ulipo. Huyo shika kitovu chake, kama kitovu chake, wewe anguka. Damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, ulisema juu ya imani ya muombewaji, natangaza imani yake imponye sasa kwa jina la Yesu. Roho ya uchawi, roho za waganga, singera katika jina la Yesu, popote pale, malango ya kuzimu zimika wa tumbo lake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako ukiwa umeketi. Mimi nipo kukagua sasa. Tumeomba kwa wote. Nipo hapa. Taa inakuwakia nani wewe? Yes. Taa inawaka kwako. Mpe mtu amshike mtoto. Njoo. Nyosha mkono. Aliyeonewa kwa jina la Yesu, aliyeonewa kwa damu ya Yesu, koli ya makapa likuya na mama huyo amenyoa. Yes, ndio na mtoto. Pemto bebe mtoto wako. Nyosha mkono. Shusha. Shusha. Niko hapa. Familia yangu ikujue, funua neema yako, mataifa yote yakujue, funua neema yako. Yes. Marafiki zangu wakujue, neema yako. Yes. Yes. John. Nisipitwe na neema yako. Huyo hapo miguu yake. Taa inawaka miguu huyo. Mbele yake. Yes. Miguu yako inawaka, kuna mahali umekanyaga. Njoo. Huyo hapo. Umesuka, umeangushia moja hapo. Yes. Yes, yes. Njoo.
Shusha. Toli minje. Okay. Bwana Yesu, ninamleta mtumishi wako saa hii muda huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nakataa roho zinazomfuatilia yeye sasa. Kwa jina la Yesu. Toka. Toka. Ondoka wajini. Ondoka kwa jina la Yesu. Namkataa mtu Tanga. Namkataa mtu Zanzibar. Nenda. Chomoka. 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 Nakataa vimbe kwa jina la Yesu. Ninakataa roho operation. Hapana. 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 Achia mwili wa mtu. Nimetumwa na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ondoka ndani yake. Anointing. Moto. 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 Kila giza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na achia uponyaji juu yako. Anointing miguu yake kwa jina la Yesu. Teketea we jini. Enyi majini wa ukoo. Nenda kwa jina la Yesu. Ungua ufe. Enyi mapepo. Toka nenda. Ninakuamuru ruka ondoke. Ruka ondoke. Ruka ondoke. Huo mwili sio kwako. Haya maisha sio ya kwake. Kwa jina la Yesu ondoka. Ondoka we pepo. Ninakuamuru sasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katika jina la Yesu tunang'oa madhabahu. Amen. Jina lako nani? Benedetta. Sema Bwana Yesu, nahitaji kufunguliwa. Afya yangu irejeshwe. Anayefuatilia maisha yangu, anayetaka niumie, anayetaka nitaabike, namkataa kwa jina la Yesu. Baba uniponye. Nipe ukombozi. Nakataa ndoto zinazoniingia usiku wa manane. Ananifuatilia yule mama, yule mwanamke, ashindwe. Jina langu litoke kwenye ile chupa. Litoke kwenye ile chupa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ondoka. Ondoka ndani yake. Ondoka ewe jini. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Ondokeni mliweka X. Achia maisha yake. Achia maisha yake na kuamuru sasa. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Toka. 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 Toka ndani. Ondoka ndani ya mwili wake. Ondoka ndani ya mwili wake wewe jini. Nimepewa mamlaka ya kung'oa. Na ng'oa hiyo roho inayotembea mwilini. Na ng'oa hiyo roho inayokurotate. Na ng'oa roho inayofanya ukataliwe. Na roho inayopanga vita juu yako. Washambulizi juu yako. Nakataa. Nakataa. Chomoka. 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 Chomoka uende kwa jina la Yesu. Nakata hiyo roho. Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Tembea kibali mbele. Tembea mafanikio mbele. Roho ya kukataliwa na itoa kwa jina la Yesu. Naondoa mawazo. Naondoa maumivu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Imani yako ikopa uzima sasa katika jina la Yesu. Usema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mbele zako. Nimesimama sasa. Ninapinga roho ya kukataliwa kwa jina la Yesu. Kila uharibifu ndani ya nyumba, Baba, ingilia kati. Nitetee, niguse jina la Yesu. Moto, moto kwa jina la Yesu. Moto kwa damu ya Yesu. Ondoka adui, ondoka adui uliyepanga haribikiwe maisha. Ninapingana na wewe kwa jina la Yesu. Toka pale ulipo. Moto kwa jina la Yesu. Ninang'oa madhabahu.
ninavunja madhabahu, kila aina ya vita, kila aina ya vita juu yako. Ondoka, 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 ondoka. Achia miguu yake, achia miguu yake, achia miguu yake, achia, 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 achia. Mama yule mchawi, achia, 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 achia maisha yake huyo, achia maisha yake huyo, achilia ushindi huyo uliko mkoani. Inakuamuru saa hii, imetumwa kumtoa mtu uliyemficha kule kuzimu. Aya, chomoka, chomoka kwa jina la Yesu, chomoka pale ulipo, chomoka pale ulipo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninavunja madhabahu, ninavunja nguzo zote za wachawi juu yako, kila aliyepanga akateketee kwa jina la Yesu. Anointing. Natangaza ushindi kwa jina la Yesu. Ninavunja kila maumivu ya tumbo kwa damu ya mwanakondoo hai. Ninatangaza uponyaji wa tumbo kwa jina la Yesu. Roho za majini, roho za mizunguko inayopita kwa wachawi, nakataa hiyo roho. Maumivu ya tumbo, maumivu ya tumbo, hama. Nenda wewe pepo, mke mwachie mtoto huyo, mwachie kwa jina la Yesu. Ile roho iliyoingia kwenye tumbo lako, ninakemea ile roho. Ewe shetani uliyetumwa kuharibu, ewe pepo uliyeanzisha safari mapema, na ikataa safari hiyo iharibike, 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 ikatike. Nguvu za giza, kila mchawi, nguvu za kifurimasoni, kila wasoma nyota, wote wakateketee kwa jina la Yesu. Wewe miguu yako inawaka katika jina la Yesu. Anointing, anointing. Moto, 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 moto upite kwenye miguu yake. Baba, kwa jina la Yesu, popote aliposhikiliwa, popote aliposhikiliwa, popote aliposhikiliwa ndani ya miguu ile pale, waliomfunga, waliokalikatale, ikatike, 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 ikatike. Moto wake, moto wake, moto wake, moto wake, moto wake, moto wake. Ninawasha moto, ninawasha moto, ninawasha moto, ninawasha moto kwa jina la Yesu. Ile nguvu itembee, ule moto utembee. Matego yote aliyeruka, aliyekamata, aliyepakawa, aliyelishwa, katika jina la Yesu, katika pale ulipo, malizika pale ulipo. Kamata kitovu chake, kamata kitovu chake katika jina la Yesu. Navunja hiyo madhabahu ya uchawi, navunja hiyo madhabahu ya mazingira unapoishi, na wakataa wale waganga, na wakataa wale wachawi, wale wachawi wote waliotembea juu yako, waliotembea juu yako. Marizika, ninamaliza hiyo biashara kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaikata. Damu ya Yesu Kristo kanana mama. Ninavunja kila aina ya maumivu, inaondoa kila aina ya mapito anayopitia. Shetani uliyepita juu ya maisha yake, ninakutoa. Mama uliyefuatilia miaka 13 juu yake, acha, 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 acha ishi kwa jina la Yesu, acha ishi kwa jina la Yesu. Power! Moto, moto, moto. Anointing miguu yake huyo mtoto. Achia, 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 achia kwa jina la Yesu. Tunafuta mikosi, inavunja nguvu za wachawi. Ninakutangazia kupokea uzima, kibali, ukombozi katika jina la Yesu. Wewe ni mshindi. Madhabahu ya kwenu imeshindwa, madhabahu za ukoo zimeshindwa katika jina la Yesu. Yesu, makofi tena katika jina la Yesu. Wageni mpo? Mara yako ya kwanza mgeni, kunga mkono wako hivi. Najua mmeshajitambulisha, mimi sijawaona, sikuwepo. Simama pale ulipo mgeni, kutazame. Wake wageni nyinyi ni baraka, mnakujaga na neema, mnakujaga na malaika. Simama mgeni. Makofi kwa wageni tena. Wewe ni mgeni. 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 Wewe unapafahamu Songea? Unapajua Songea? Napafahamu. Wapi? Ruvuma. Umepajuaje? Tunakotoka. Kati. Wageni leo mko watatu. Wanne. Sasa siji niseme matatizo yenu kidogo.
Sawa sawa. Mzee wewe, nimekuangalia tu nimeona vita uliokuwa nayo. Sawa, vita uliokuwa nayo. Lakini mimi nitakupa kazi ya kufanya. Kazi ya kufanya kwako, nitakupa maandiko haya ninayoyataja hapa. Wenda kayasome kila siku 14. Wewe soma tu. Basi, uwe Mwislamu, uwe Mkristo, uwe nani, Protestanti, wewe Pentekoste, MKKT, Mluteli, futa yote hayo. Fuata maandiko haya. Kwa nini nasema hivi? Mimi nasema ili wewe uishi, kwa sababu naangalia hapa. Yaani nimekaa ninaona jeneza unapelekwa Songea. Unapelekwa huko Songea, Ruvuma huko ndani. Kio umebebwa na sosi ya kubebwa au sosi ya mauti ni ajali. Basi. Na mpango huo ni watu wasiopenda mafanikio yako. Basi. Lakini lazima tufute hiyo roho. Tutasoma maandiko haya siku 14. Basi. Aliyepanga, usishangae unasafiri na wewe ukasikia msiba. Ukisoma kwa imani. Ukisoma kama unasoma tu magazeti, basi. Sawa mzee wangu? Andiko la kwanza, utapewa maandiko, wanaandika. Kazi ya wazee wa kanisa ni kuandika maandiko. Zaburi ya 51 mstari wa kwanza mpaka wa 19. Mimi sikujui, tumeonana hapa HD, ndio mara ya kwanza na kuona mzee wangu. Au tumewahi kukutana? Hapana. Mungu akubariki. Sasa Zaburi ya 51:1-19, Zaburi ya 54:1-7, Zaburi ya 35:1-9, Zaburi ya 70:1-5. Maandiko yako mangapi? 4. Soma siku ngapi? 14. Yaani wiki 2, 7 mara 2. Basi. Na huu mwaka ni mwaka wako wa kubarikiwa katika jina la Yesu. Unakwenda kuinuliwa kiuchumi, kuwa na hela nyingi na kufanya maendeleo this year. Have a seat. Okay. Again. Unaitwa nani? Majina yako ni nani wewe? Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, nisikilize kwa makini. Unaishi wapi Elizabeth? Kinyerezi. Kinyerezi. Mimi nakwambia mambo matatu tu ambayo nayaona hapa, si mimi. Nikiwa hapa ni Roho Mtakatifu anatenda kazi ndani yangu. Sikujui, hunijui. Lakini mimi nakujua katika ulimwengu wa roho. Nayaona mambo matatu kwako. Jambo la kwanza kabisa, maisha yako ya ndoa, maisha yako ya mahusiano hayako sawa. Na shetani ametengeneza mpango huo muda mrefu kwamba wewe ukiolewa usije ukaja ukawa na amani hata siku moja. Ndani iwe ni mshike, ndani iwe ni kushikana kule, na mwisho wa siku ubaki peke yako. Kweli sio kweli? Na kama siku unasema si kweli baba, wala hakuna matatizo. Kweli baba. Na umelia na kulia na umepambana, wakati mwingine ukatumia akili yako. Na naona mpaka sehemu ukafika ukamkosea Mungu aliyekuumba wewe. Jambo la pili, shetani amekufunga wewe usifanikiwe. Na aliyepambana na hii kazi wala hayuko Dar es Salaam. Hayuko Dar es Salaam. Yuko mkoani. Yaani yeye ametulia tu, anasema okay. Na anajua na anakurotete. Yaani wewe umekumbatiwa, unaonekana kwenye kioo kwamba nini unafanya. Cha pili, wamefunga system ya uchumi wako usije ukaja kufanikiwa. Pambana we, anzisha hichi kinakufa. Weka kile kinakufa. Roho za kukataliwa, madeni. Ni shetani anatengeneza marango kwamba huyu asifikie. Yaani utaenda kidogo kama utaanza vizuri, baadaye kidogo kuisha habari yake. Unarudi pale pale. Unajitahidi kushoto kulia, mapambano, lakini imefika hatua shetani kapiga uchumi. Kwako amepiga uchumi. Na imefika mpaka sasa unakaa unaanza kuona ukefa. Uwe wende kibali hakuna. Shetani anaondoa kile kibali. Ubakie tu wewe basi kama wewe. Jambo la mwisho. Sawa. Mtoto wako wa kwanza yuko wapi?
I see boys. Yuko wapi? Simama. Judy simama. Mwanaume simama, mwanamke simama, simama watoto wako wote. Lakini naona kuna katoto ka kiume. Watoto wako wako wapi? Mwingine huyo. Yuko wapi? Huyo hapo. Kule kule. Anakimbia huyo mwache. Huyo mwache. Lakini ndio tunayemsema, ile ukimshika hapa hawezi kuelewa. Wewe kaa chini. Babake yuko wapi? Yuko kazini. Babake yuko wapi? Yuko kazini. Sasa jambo ambalo nataka kuelekeza, mtoto wako aliyefungua lango la tumbo lako, kuna zoezi lazima wewe ufanye, lakini kwa kumkomboa mtoto wako wa kiume. Sawa? Mtoto wa kiume anakwenda kukombolewa akili, ufahamu, hali ya kujitambua. Mtoto wa kike ufahamu, akili, hali ya kujitambua. Maana ya kusema kumkomboa, si tumekombolewa kwa damu ya Yesu, lakini kuna vitu vya asili vilivyokuwepo kabla ya damu ya Yesu kumwagika. Maana yake kuna mahali ulikuwepo Misri, kwa kuna vitu ambavyo vinatoka kwenye upande wa baba yake, roho kutoka huko kwao. Kuna mapambano fulani wanayo huko kwao, upande wa baba yake. Sasa namna ya mapambano yale wewe huwezi kuyaweza. Kinachotakiwa watoto wako watoe kwa Bwana. Maana kuwatoa kwa Bwana, utafute sadaka, sawa? Hiyo yote ambayo haipangwi na mimi wala mtu yoyote. Anayepanga sadaka hii ni wewe mwenyewe na Mungu. Peleka madhabahu unayoiamini, sawa? Wawekee majina yao watoto wako wote, tumbukiza sadaka yako, walete kwa Bwana. Mwambie nataka watoto wangu wakombolewe kabla hayajawakuta ambayo sio hayo ambayo yanatakiwa kuwakuta. Amen. Sawa? Amen. Kwa sababu nasema mimi naona, lakini sitaki nikutishe, ila naona kwa mwanaume, mtoto wako wa kiume. Baada ya muda utaanza kuona anadhoofika. Baada ya kudhoofika unaanza kuona baadaye, unashangaa kuna kitu kinaitwa degedege ama kifafa. Sawa sawa, ni hali ambayo ina rotate. Sasa sisi tunaikataa mapema kwa sababu tunaona. Umenielewa vizuri, mtumishi wa Mungu? Amen, amen. Sasa utekelezaji ni wewe kwako. Tafuta sadaka, peleka kwa madhabahu. Mwambie ni sadaka hii ya ukombozi wa watoto wangu hawa, kae sehemu salama. Sawa? Basi kaa chini, mtumishi wa Mungu. Jina lako nani? Pega maiki pale haraka kidogo. Mimi napenda kusema na wageni kwa sababu hao malaika hao. Lilian. Lilian. Ndio. Mgeni kaongezeka tena, mgeni pale. Okay, Lilian. Lilian, nisikilize kwa makini. Mambo mawili ya msingi sana. Sawa? Inaona ni mtu unayeumizwa. Inaona ni mtu unayeumizwa. Inaona ni mtu unayeumia. Lakini naambiwa sababu ya kuumia ni wewe mwenyewe. Kuna roho unayo imetumwa kwako kuharibu maisha yako wewe. Yaani imetumwa kuharibu mwenendo wa maisha yako. Maisha, hasa maisha ya ndani. Ya watu wangapi? Ya watu wangapi? Hapa pana changamoto sana, pamekuchanganya mpaka akili. Na imefika hatua umekuwa sasa uelewi. Hivi ni hivi au kuna mabadiliko mbele? Unanielewa? Kwa hiyo umekuwa ni mtu wa kupokea, yani matatizo sawa, lakini ndio umekuwa ndio kama maisha yako. Unataka kutengeneza kama yawe normal. Na umefika hatua umejiuliza mara mbili mara tatu. Kuna wakati wewe, kuna nguvu ya Mungu, yani inakuja tu hali fulani ya kupenda ibada, ya kupenda maombi. Lakini baada ya muda kuna hali inapotea kabisa, hata kuomba uwezi. Na inafika hatua unasema hivi, mbona siku hizi kama nimerudi nyuma sana. Sawa sawa. Lakini mitego ya hayo mambo mawili ni mwanamama. Mwanamke mmoja tu hataki asikie wewe
una mafanikio kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Hataki asikie wewe unafanikiwa hasa eti kwenye maombi, wewe unaombaomba sana, kwa sababu wewe unatembea kwenye maombi sana. Sawa? Sio hapa tu, na kuona zaidi ya makanisa 3. Unanielewa vizuri? Lakini kote unatafuta wapi nitulie, wapi nikae, wapi nipate ukombozi wa kweli, nikae na mimi nikae nitulie. Lakini baada ya hapo kuna roho zinakuja. Kwa kuna roho inakurotate tu, inakuzungusha tu. Kweli. Haleluya. Wakati nahubiri hapa kuna kitu kimekusukuma ukafanya. Ndio. Yaani kuna kitu kimekaa kinakwambia yes, hapana. Acha niende, acha nitoe. Na umetoa ukiwa na jambo kwamba natoa 1 2 3. Ni kweli. Mungu anakupenda wewe, sawa? Ndio. Haya mambo mengine yanahitaji maombi. Umenielewa? Maombi, kuombewa maana yake, na maombi yako wewe mwenyewe kuamua mchaka. Wewe vita yako sio kubwa sana. Ukitulia tu wanakuacha. Na lazima ujue adui yako ni nani. Umenielewa vizuri mtumishi? Ndio. Haleluya. Nimekueleza mambo mawili, lakini nakupa mistari miwili utasoma. Sawa? Sawa. Ukiendelea kwepo hapa, nikikuona nitakutafuta. Lengo niseme na wewe sasa yote sasa. Sawa? Yako mengine mazito siwezi kuyasema hapa. Mimi nayaona. Wewe umemkosea Mungu. Si kwa bahati mbaya, makusudi. Sawa? Lakini sasa si mazuri. Lengo tunajenga. Amen. Kwa hiyo Mungu akubariki sana mtumishi, na ukaribie sana. Amen. Amen. Au unaitwa nani? Mike. Naitwa Rose. Naitwa Rose. Rose, karibu sana. Asante. Sawa. Karibu sana. Yako mambo matatu mtumishi wa Mungu Rose. Wewe una hofu ya Mungu. Sawa? Si kwa mradi tu, no? Na hofu ya Mungu. Lakini kuna maisha unapitia. Na ni muda mrefu. Haya maisha ninayosema unayapitia yako ndani. Yako wapi? Ndani. Yako ndani unayapitia. Katika ulimwengu wa roho umejijengea hekima. Na hiyo na hekima ni sawasawa na mtu ambaye anatoka kwenye mgeni kaja, yaani ndani kuna moto unawaka. Sasa mgeni kaja, mtaonyesha moto ulikuwa unawaka. Utasikia ukaete maji. Hao wanapendana, lakini ndani kuna shughuli fulani ambayo inaendelea, imekuwa kimya. Sawa. Ni zoezi ambalo linaendelea ambalo si zuri mbele za Mungu, ila wewe umelichukulia kwa hekima na busara. Na limekuwa wakati mwingine limekuwa kama halijionyeshi, lakini lipo linaendelea. Na shetani ametengeneza hivyo. Hizo ni vita tu ambazo zinatoka upande wa si wa kwako, upande mwingine. Tunaposema upande mwingine ni upande wa pili ndani ya nyumba. Upande wa wapi? Wa pili. Najua unanielewa. Upande wa pili wametengeneza vitu ambavyo vimesababisha hizo shoti. Yaani naziona leli nyingi. Huyu huku, anasema hivi unapita huku, anapita huku. Sasa imefika hatua ni mtu mwenyewe kukaa kujua kwamba anasimama au na akaa. Asiposimama, akikaa, maumivu kwako. Jambo la pili, imeingia roho. Maana inapokuwepo ile roho inaingia roho ya uchumi. Hapo ndo shetani ameingia, amepaweza. Sawa? Sio maisha ambayo unayaona. Sio maisha ambayo mlikuwa nayo. Kuna roho imeingia, imewashusha na kuwavuta, ni shuka hapa. Imefika hatua unafanana na watu ambao ulikuwa ufanani nao. Kweli. Lakini ni ndani kimya. Na inafika hatua sasa humo ndani badala ya kupanda kiroho, sasa mtu anashuka kiroho. Anaweza akaomba, lakini akaomba kwa sababu
anaweza kukosa hata appetite ya kusema okay, wacha tuombe. Sasa hamna nguvu ile, inakuwa hakuna, kwa sababu ya yale ambayo yapo lakini yamejificha. Kweli. Lakini yapo. Mama, kweli sio kweli? Ni kweli. Endelea kumwomba Mungu. Mimi naiona nuru ya kiroho ndani yako. Amina. Sawa sawa. Amina. Wewe una nguvu sana kuliko mwenzako. Una nguvu sana. Yaani una nguvu katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ukiamua. Na ukitaka pia unakuwa una nguvu kabisa, unalala chini. Jambo la mwisho. Tumbo. Sawa eh? Hapo namaliza biashara sasa. Hapa kuna jambo la mahangaiko. Kweli. Kwa muda mrefu. Sawa mtumishi wa Mungu? Kweli. Lakini mimi ninamuona mtu anayezuia. Ninamuona mtu anayepambana kwenye tumbo ambalo sio la kwake, lakini ametaka aliweke liwe halmashauri ya kwake. Na Yesu alisema tutashindana katika damu, sio mwili, wala sio mavita ya damu ya kupigana. Tutashindana katika roho. Hivyo basi mashindano ya roho bado hujayaamsha. Kuna mtu ameshikilia tumbo lako, anazuia blessing, anazuia baraka. Na imefika hatua unataka, lakini imefika hatua tatizo. Mama, kweli si kweli? Ni kweli. Mimi nimemaliza. Tumewahi kuonana wewe? Unanifahamu mimi? Hapana. Roho wa Bwana akae kwenye maisha yako. Amina. Na kuongoze kwa kila hatua. Amina. Nakupa maandiko haya yatakusaidia kusimama katika maombi yako. Wala usiandike, unaandikiwa tu huku. Wewe ni bosi, mgeni ni bosi, ni malaika. Nataja andiko la kwanza, kitabu cha toba na rehema. Nenda kaombe toba, nenda kaombe rehema. Katika haya yote kuna mahali umepita umekosea. Kama binadamu, wala hamna tatizo. Mungu wetu ni wa kusamehe. Zaburi ya 51:1 hadi 19. Hamsini moja mpaka 7. 86 1 mpaka 9. 20 1 mpaka 9. Basi 4 Psalms. Kuna mgeni pale? Ibada sasa. Mungu akubariki sana kati. Unaitwa nani? Vanessa. 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 Vanessa, kuna mambo unajiamlia afu Vanessa una hasira kweli kweli. Kweli. Au sio? Ndio. Kwani una hasira sasa? Jambo dogo unaweza kulipandisha mlima Kilimanjaro. Lakini usiogope. Sawa? Ndio. Mimi nayaona mateso kwako. Ndio. Umelia. Umetukana. Ndio. Umefanya fujo. Ndio. Lakini sababu moja. Nimesema mahusiano. Mahusiano. Kweli sio kweli? Kweli. Kweli sana, kweli kidogo? Kweli sana. Sawa? Ndio. Wewe aliyoko hapa mazito kidogo. Sawa sawa. Unaishi wapi? Kisemvule. Kisemvule. Ndio. Makofi kwa Kisemvule. Wewe lazima unione, sawa eh? Ndio. Wechekelea tu, lakini njoo tuonane ofisini. Sawa. Haya, kaa tu sasa. Haki yako mazito. Lakini umesema Kisemvule mpaka nikachoka. Kisemvule very hard. Kwa mchungaji wetu Rehema wa Mbagala. Nione ofisini nikueleze yote, nikupe solution, nikupe ushindi, na huu ni mwaka wako wa furaha. Wewe umelia sana, enough. Kuna wakati msikivu kweli kweli. Lakini ukiliamsha mtu anaweza kusema leo Ijumaa. Wakati ni Jumapili. Sema amina kubwa. Amen. Embo mpigie Yesu makofi. Au kuna mgeni tumemwacha? Ndio. Shalom baba. Shalom shalom.
tunao ushuhuda kutoka kwa binti mmoja Amen. ambaye anasema yeye alifika ndani ya madhabahu ya HD ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 7. Ndio. Alikuwa na matatizo ambayo alikuwa anamsumbua. Jambo la kwanza alikuwa anasumbuliwa na upungufu wa damu. Jamani, huu ni wakati wa ushuhuda na tunaanza kusikiliza wanaoratibu zoezi la ushuhuda. Kuna mambo makubwa Mungu ametenda. Sema amina kubwa. Ndio, karibu sana. Jambo la kwanza kabisa alikuwa anasumbuliwa na upungufu wa damu. Upungufu wa damu. Yes. Na jambo la pili alitakiwa afanyiwe operation ya kichwa. Amen. Ndio. Na uponyaji wake aliupata ndani ya mwezi wa 8 mwaka huo. Pigia Yesu makofi tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu asimame mahali pale alipo anayeshuhudia habari njema kama hii. Amen. Yes. Na wangapi wanamkumbuka binti huyu? Mnamkumbuka alivyokuja siku ya kwanza? Mpaka nilimwonea alikuwa shida kutembea. Kweli si kweli? Maki nakumbuka alikuwa anatembea taratibu sana. Nikaangalia uso wake unaonyesha safari imeiva ya kuelekea Israeli. Nikasema hapana. Sasa wengine sio wataalamu wa kushuhudia, wataalamu wa kuongea. Wengine akija hawezi. Lakini Mungu amemponya hapa. Pigia Yesu makofi tena. Na nataka niseme jambo moja. Wewe ni mshindi. Nimekuwa nakutamkia kila nikipita. Ila hakujua natamka, nikasema wewe mshindi. Karibu kama una jambo la kusema. Amen. Namshukuru Mungu kwa uponyaji kwa sababu nilikuja Tanzania mwezi wa 6 mwishoni. Amen. Nilikuwa siwezi kutembea kama askofu alivyosema. Amen. Na mwezi wa 7 ndo niliweza kutoka ndani. Mamangu akaniletea katika madhabahu hii. Amen. Mwezi wa 7 nikawa nahudhuria kila ibada. Amen. Hatimaye mwezi wa 8 nikaanza kuwa natembea vizuri na kuendelea vizuri. Amen. Na operation ya kichwani sikufanyiwa. Amen. Nilipokuwa. Pigia Yesu makofi. Hakuna operation ya kichwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Aliyekuharibia ameshashindwa kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Makofi tena kwa ushuhuda. Karibu tuambie kama kuna mtu mwingine, mtumishi wa Mungu, kuna ushuhuda mwingine? Kwa siku ya leo nimepata ushuhuda wa mtu mmoja. Amen. Labda kwa ambao wajui zoezi lote la ushuhuda. Amen. Kama una ushuhuda unaniona, najua jinsi ya kuweka ushuhuda wako ili tusipate muda mrefu wa kushuhudia, maana kuna mtu mwingine akipewa maiki anaweza ongea sana kwa muda mrefu. Kabisa. Kwa hiyo kufanya short and clear utaniona. Wapo wawili, yuko mtumishi wa Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu Jimmy pale. Amen. Upo hapa una ushuhuda, nyosha mkono. Inawezekana upo hapa mtu mmoja tumemsahau. Kuna jambo Mungu amekutendea unataka kumshuhudia Mungu. Amen. Mpe Yesu makofi tena katika jina la Yesu. Haya, shuhudia mwenyewe sasa. Tuambie unaitwa nani na Mungu amefanya nini kwa maisha yako kwa dakika 2. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Hailey Helman. Amen. Nimeokoka, nampenda Yesu. Amen. Napenda kumshukuru sana Mungu. Amen. Nitasema Amen. maana nilikuwa nishapotezea, lakini ni jambo ambalo Mungu ametenda kwenye maisha yangu. Usipotezee, sema kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amina. Amen. Mimi nimeolewa. Amen. Nilikutana na mume wangu kanisani, tunasali. Amen kabisa. Tukawa tunasali, baada ya kukutana akawa amebadilika, ameacha kwenda kanisani. Amen. Anafanya kazi, aleti chochote nyumbani. Amen. Tukawa tunaishi maisha magumu. Amen. Akawa ameacha kwenda hata kanisani, yani anathamini mpira kuliko kuja ibadani. Nikaa kesi zangu nampelekea mchungaji Ernest, anajua. Amen. Alikaribu yani karibia miaka 3 au 2. Ila namshukuru Mungu. Siku moja kulikuwa kongamano hapa, sikumbuki ni mwaka gani. Amen. Nilimlazimisha aje. Amen. Alipokuja, baba ulitoa unabii ukasema kuna mtu nyumbani kwake kuna ndege wanaishi. Yes. Wanawapigia kelele lakini wale sio ndege. Kabisa. Na yeye alikuwa anakataa kuja hapa, anasema yule mchungaji anahubiri kama Gwajima. Amen. Mimi sitaki kwenda. Alipokuja akasikia hivyo vitu, akaanza kuja. Akipata muda anakuja, akipata muda anakuja. Mwisho akawa amebadilika kabisa, ameacha. Amen. Lakini kuna siku alipita hapa akasikia mahubiri. Aliporudi nyumbani akasema kuna kitu nimesikia pale kanisani, yani nimeishiwa na nguvu. Kwa mimi nipo tayari twende nikakutane na mchungaji, nikwambie kuwa mimi
nimebadilika, kuanzia leo nitaanza kusali na nitamtumikia Mungu. Amen. Nikamwambia sawa. Amen. Tulikuja, ilikuwa ni jioni kabisa, saa 2 tukakutana na mchungaji Ernest. Amen. Tukamwambia, akamwombea. Toka hapo mume wangu amebadilika sana. Amen. Anampenda Mungu, anasoma neno. Amen. Amepata kibali kazini kwake. Amen. Anafanya biashara zinaonekana. Amen. Amekuwa mtu yani mhubiri. Kwa namshukuru sana Mungu kwa hilo. Pigia Yesu makofi tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na Mungu akatende tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki sana. Barikiwe sana mchungaji Ernest kwa kazi nzuri. Ndo kazi ya wachungaji. Sema amina kubwa. Basi wakati huu tunao muda mzuri sasa, tunakwenda kutoa matoleo. Kamata sadaka yako iliyotoka ndani ya moyo wako bila kushawishiwa. Sadaka yako ni siri, ficha kwa sababu inafichika. Hata mtu wa pili asione. Toa sadaka ubarikiwe kama neno lisemavyo. Usiingie nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Lakini haijalishi hauna wala hakuna shida, unaingia kanisani. Mwambia Bwana, nimekuja kanisani sasa nibarikiwe. Na nataka kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa wafalme, Mungu wetu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, mbele yako nimesimama mtumishi wako mahali hapa Bwana. Ninabariki sadaka hizi kwa mmoja mmoja anayetoa. Ukambariki hata yule ambaye hatoi Bwana kwa sababu hana kwenye maisha yake. Ukafungue baraka, ukafungue neema ili atakapopata akumbuke kutolea wewe katika ibada mahali popote pale alipo. Roho Mtakatifu, tunakataa magonjwa, sadaka hizi zikafute laana, zikafute magonjwa, zikafute matatizo kwenye maisha yetu, kwenye miili yetu, kwenye roho zetu. Katika jina lako Yesu Kristo, nimebariki sasa, sema amina kubwa. Karibu. Hai. Ay, ay, ay. Yahweh, 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 Yahweh. Yeah. Yahweh, uhimidiwe. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh. Shika sadaka yako ya amani na upendo, tumtolee Mungu sasa. Wapi wanachezanga wapi wewe? Cheza, 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 cheza.
Kadi ya maendeleo ya kanisa. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote. Kadi ya maendeleo ya kanisa, karibu sana. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ulimwengu. Makofi kwa Yesu. Sadaka ya shukrani, unamshukuru Mungu. Njoo mbele unayekuja na sadaka ya shukrani, zaka. Fika mbele niweze kukuombea. Sadaka ya shukrani. Uliyekuja na sadaka ya shukrani, nyosha pale niweze kukuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, ninaleta sadaka za shukrani mikononi mwako Bwana. Watoto wako wameinyosha sadaka zao, wanakushukuru wewe Mungu kwa sababu umewaona Bwana, kwa sababu umewagusa Jehova. Sadaka hizi za shukrani ikawe ni sehemu ya kuwasaidia watumishi wako Bwana. Watetee katika mahitaji yao, wape mguso, wakafanikiwe katika ulimwengu wa roho, kiuchumi, kiafya, katika jina la Yesu. Nimeomba sahihi nikiamini, jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shika zaka niombe. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa wafalme, ninaleta 10% ya mapato ya watumishi wako Bwana, zaka. Ulisema wewe Mungu katika kitabu cha Malaki 3:10,
nami natamka ushindi juu ya maisha yao, kiafya, kiroho, kiuchumi, wakafanikiwe kwa sababu ni waaminifu. Baba, ukawafungulie milango ya neema mwaka 2026, ukawe ni mwaka wa baraka kwao, ukawe ni mwaka wa neema kwao, kwa kuwa imani zao zinakutegemea wewe Jehova. Baba, wainue sasa, wape mafanikio kwenye kazi zao, walinde dhidi ya wachawi, machumalete, dumadu, nzige na palale, wakashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba sasa nikiamini, Mungu umesikia maombi haya, umesikia dua hii, umesikia sala hii, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiwaweka mikononi mwako sasa. Amen. Sadaka maalumu utabaki hapo kwa nakuja. Ninaondoa hofu kwa jina la Yesu. Ninaondoa hofu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Baba, asante kwa ufaulu wa viwango vya juu kwa Samueli. Baba, naleta sadaka hii kwa mtumishi wako, shukrani yake maalumu kwa kuwa aliomba ufaulu na amepata. Ee Bwana, sasa muinue akafaulu vyema form 4 katika jina la Yesu, mpaka chuo kikuu katika jina la Yesu. Tetea afya yake, mlinde, mwokoe na mabaya katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu, ninaachilia ulinzi kwa mtoto, afya njema na ufaulu katika masomo yake. Baba, umesikia neno lake hata kabla ya kutamka, na ikawe kwa mtoto kwa jina la Yesu. Umetamka kama kuhani. Amen. Baba, ninamleta mama anayeshukuru kwa ajili ya wanaye ufaulu mitihani vyema na kurudi shuleni tena kwa ungwe nyingine. Walinde, watetee watoto hawa Bwana, wakafaulu, wakawe baraka kwa wazazi, sio laana. Futa mikosi na kuondoa nguvu zote za giza patilizi. Walinde Bwana, watetee katika jina la Yesu nimeomba sahihi. Amen. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa wafalme, namleta mtumishi wako e Bwana katika ofisi ile, kazi ile. Ninamgusa mkurugenzi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, awe Islamic, awe Christian, awe Protestant. Mungu, wewe una nguvu ya kupenya kwa jina la Yesu. Ninaamuru kila Jumapili wampe ofu ya kuabudu kwa jina la Yesu, wampe zamu ya kuabudu rakapaya masakapa. Nafika kule aliko kwa jina la Yesu. Yeye ni nani? Kwa damu ya Yesu pita katikati yake. Mungu mwenye mamlaka, atakapoomba ruhusa ile kubaliwe. Nimetamka tena mbele ya madhabahu yako, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova ile, katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote. Amina kubwa. Amen. Bwana Yesu, namleta mtoto mikononi mwako sahihi Bwana. Naomba ulinzi katika masomo yake Bwana, ukamguse na kuachia ufaulu wa hali ya juu. Nakataa kufeli kwa damu ya Yesu. Limwagika yote yakayo yamekwisha. Nimetamka ushindi sasa. Amen. Bwana Yesu, ninamleta mtoto anayerudi shule kesho.
anaelekea kule shuleni. Jehova, tangulia afike salama, epusha mikosi na hila ambazo shetani Baba nagusa akili yake akafanye vyema, wazazi wakafurahi. Ninapingana na akili, mizimu, roho za kutoka kwa mama, roho za kutoka kwa baba, kwa jina la Yesu ninavunja milango hayo, madhabahu hiyo, katika jina la Yesu. Nimeomba sasa nikiamini Bwana unakwenda kutenda kwa wakati, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu, ninaachilia ulinzi, afya njema yeye na watoto wake, uzao wa tumbo lake, ukambariki na kuwatetea dhidi ya mapepo na majini. Nimeomba sasa kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu, asante kwa ufaulu wa mtoto kukamata grade A. Asante kwa ufaulu mkubwa. Tangaza ushindi, mafanikio kwa mtoto kwa jina la Yesu. Mafanikio kwa mtoto kwa jina la Yesu. Mapepo, majini, mizimu ya mama, mizimu ya baba ikaanguke na kushindwa kwa damu ya Yesu. Nimewaombea sasa, nimetamka ushindi katika jina la Yesu. Amen. Baba, natangaza ushindi, natangaza roho ya ufaulu juu yake kwa jina la Yesu. Kitaaluma akafaulu vyema katika jina la Yesu. Ninavunja kila aina ya nguvu za giza, roho fatilizi za masomo zikashindwe kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa ninazikatakata kwa damu ya Yesu Kristo. Ushindi ndani yake. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa falme, ninamleta mtoto wako Jehova. Tumbo lake likaashiria neema ya watoto, likaashiria lango la mapacha kwa jina la Yesu. Unaweza wewe yote, hakuna linaloshindikana, na ikawe juu yake kwa jina la Yesu. Ninapinga roho za giza, sadaka yake ikanene, sadaka yake ikaachilia ushindi, na waleta wazazi wake mikononi mwako Jehova, ukaachilia uzima, ukaachilia ushindi kwa jina la Yesu. Ninapiga aliyetwama ndani yake kwa jina la Yesu. Achia, 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 achilia maisha yake. Umeshindwa shetani, huna nafasi tena. Tumbo lako likawa ni sehemu ya ushindi. Uzao wa Yakobo na Esau ukatembee kwa jina la Yesu. Naachia mkono wa baraka, natangaza neema, natangaza ulinzi kazini kwako katika jina la Yesu. Pumzi ni hai. Baba, naachilia sadaka ya kuvunja madhabahu katika jina la Yesu Kristo, kama alivyoandika ndani ya moyo wake Bwana, na ikawe katika kufunguliwa kwake, na ikawe katika ushindi kwake katika jina la Yesu. Amen. Baba, kwa jina la Yesu ninamleta mtumishi wako Jehova. Ninavunja mawazo ya kifo, ninavunja kuwaza kufa kwa jina la Yesu. Shetani umeshindwa, huna nafasi. Ninabadilisha kuanzia sasa, mimi nimetumwa na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sina ukaribu na maagent, sina ukaribu na mapepo na mizimu, hana nafasi juu yake. Damu ikaongezeka kwa mtoto kuanzia sasa. Ongezeka damu, ongezeka damu kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako. Ninaamuru hofu, mighty name of Jesus Christ, achia uzima juu yako kupitia jina la Yesu Kristo. Damu yake iliyodondoka chini ya msalaba, ukombozi ukawe na wewe tena katika jina la Yesu. Baba, anatangaza masomo yake, anapoenda kuyaanza masomo, fanya akawe kichwa sio mkia pale darasani. Ninaachia ufaulu, natangaza baraka, natangaza neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mlinde na kumtetea pia, akafanye vyema masomo yake, afya yake ikawe njema katika jina la Yesu. Nimeomba sasa. Amen.
Tunatangaza ushindi, mwaka ukawe mwaka wa baraka kwake, mwaka ukawe mwaka wa uchumi, mwaka usiwe mwaka wa vita tena. Tunarudisha mazipizi juu yao wachawi, waganga, wasemanyota katika jina la Yesu. Ni mwaka wako wa kufanikiwa. Yeyote yule anayepanga jambo baya juu yako, mimi namwamuru nikiwa katika madhabahu ya Bwana, ninapindua kwa jina la Yesu. Nenda ukafanikiwe. 2026 ukawe mwaka wa ushindi, ukawe mwaka wa kubarikiwa, ukawe mwaka wa fedha juu yako katika jina la Yesu. Nimetangaza ushindi, ukawe mwaka wa ndoa juu yako katika jina la Yesu. Shaparaka karaosa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuolewa lazima aolewe. Yesu alisema, Bwana akasema, utatoka nyumbani utaambatana na mke wako na mume wako. Hivyo natamka mimi kuhani wa Bwana, ninakuamuru wewe mchawi, 1 2 3 4 5 6 7. Bwana Yesu, natangaza safari ya mtoto yule anayesafiri kuelekea shuleni afike salama kwa jina la Yesu. Natangaza uzima, mamlaka ya jina lako Yesu Kristo yakatembee pamoja na mtoto yule Bwana, akafaulu vyema masomo yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Okay, watoto wote wanaenda shule wako wapi? Hapo hapo. Watoto wanaenda shule, simama juu pale ulipo. Najua wanafungua shule nyingine tarehe 10 na Jumatatu sikukuu kesho. Tarehe 13 ndo shule. Haya, simameni pale mlipo tuwaombe. Wengine wafungua tarehe 17. Baba, kwa jina la Yesu nawaleta watoto wote wanaokwenda shule. Mungu aliyesimama kwa niaba ya mtoto wake, Baba, walinde watoto hawa, watoto wetu hawa waende salama shuleni na warudi salama wakiwa hai. Nakataa kafara kwenye mashule ya watu. Nakataa waliojipanga kutoa kafara ndani ya mwaka, iwe mwanzo iwe mwisho. Nakomesha hiyo roho kwa jina la Yesu. Baba, napindua meza aliyepangiwa ajali kwa mtoto, aliyepangiwa ajali akiwa shuleni kudondoka juu ya magorofa kwa jina la Yesu. Na ikataa hiyo roho ya shetani. Na ikataa hiyo roho ya shetani. Ibilisi huna nafasi tena. Shetani huna njia tena. Tumesha kukataa, tukuhitaji. Toka kwa watoto hao. Toka ndani ya watoto hao. Waachie kwa jina la Yesu. Popote pale ulipo. Yamkini mtoto yuko mkoani anapanga usafiri kuja masomoni. Roho Mtakatifu ukamlinde Bwana, ukawatetea watoto wako kama walivyofaulu kwa viwango vya juu, na wavusha tena wakafaulu viwango vya juu, wasiwe mikia wakawe vichwa kwa mamlaka ulionipa. Nimetamka laana juu ya mchawi yeyote anayekuja kuroga watoto kwenye elimu zao. Ninatamka laana juu ya mchawi yeyote, ndugu yeyote anayekuja kuroga watoto ili wasome shule kwa mamlaka ulionipa. Nimetamka na nimesema kesi imefungwa katika jina la Yesu. Sema amina kubwa. Kesi imeisha, wewe mshindi. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungu akubariki sana. Sasa watumishi wa Mungu, tuna jambo la mwisho tukimaliza hapo ibada imeisha. Nianze na wale ambao wamekuja na sadaka za kujenga madhabahu. Hapa mnapopaona watumishi wa Mungu tunatakiwa tupabadilishe. Nataka mpangalie wote. Na zoezi litaanza suni. Kutoka kule mpaka mwisho. Mwanzo hadi mwisho. Hapa patakuja mbaa kwenye jengo hili hapa, ukuta huu. Hapo itaenda mpaka usawa fulani, tutasogeza. Tunakuwa kama tuko ndani. Haleluya. Hapa lazima pafunikwe, papigwe proud boards, gypsum board, waskimu, pakae vizuri, madhabahu itulie sasa. Baada ya kupambana chini, tumefanikiwa kuweka kapeti kanisa zima. Mpigie Yesu makofi aliyetufanikisha. Tukafanikiwa hapa juu kuweka la nyasi tena. Sema amina kubwa. Sasa tunataka papendeze. Tunaweka ile madhabahu nzuri kabisa ya moja kwa moja, ambapo itakuwa na taa za kutosha. Sasa tunahitaji fedha, ndo zile kadi za maendeleo, zile kadi za madhabahu. Hivyo unavyotoa, tegemea zoezi hilo litafanyika. Hatuwezi kuanza kama fedha hatunazo za kutosha. Wangapi wamekuja na zile kadi ambazo tulitoa michango? Nyosha mkono wako juu.
Mimi nimekuja na ule mchango wa kadi ya madhabahu. Unapojenga madhabahu ni neema kubwa sana. Yaani kuna raha ndani. Njoo hapa mbele uliyekuja na hizo kadi zako, nataka kukuombea. Unakuja na mchango wowote, iwe madhabahu, iwe kodi, iwe nini, njoo mbele. Mchango wote uliowaahidi, iwe ni partners, njoo mbele. Usidaiwe na Mungu. Mungu haruhusu madeni kwake. Ndio maana sasa hivi tunaachana na ahadi, tunakuja na swala zima la utekelezaji.